wakishibisha kilicho hai, matakwa yake wakishibisha kilicho hai, matakwa yake hakika wakishibisha kilicho hai, matakwa yake hakika wakishibisha kila kilicho hai, matakwa yake waufungua mkono wako wakishibisha kilicho hai, matakwa yake.
limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jaribu yakupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyekuwa kumuuliza, nani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate akawapa na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hao? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana-kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro akahuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Akasema, Amin, nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye kisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Neno la Bwana. Simoni wa Yohana, wanipenda? Ndugu zangu wapendwa, leo tunaadhimisha Dominika ya tatu ya Pasaka. Na katika Dominika hii Yesu anathibitisha tena kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka. Na Simoni anaulizwa na Yesu mara tatu, wanipenda? Anasema wajua Bwana anakupenda. Anamwambia, chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Na kuonesha kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa na upendo, na ndio maana wakawa tayari kutoa kwa ajili yao. Nasikia katika somo la kwanza wanatoa kitabu cha Matendo ya Mitume, ni sura ya 5 ya kitabu cha Matendo ya Mitume tunasikia leo. Na hao wanafunzi wa Yesu wako tayari kumtangaza Yesu, kuonesha kwamba Yesu yuko hai na kuendelea kumtumainia yeye kama kiongozi wao, kama mtetezi wao. Wale viongozi wa Israeli waliokuwa tayari kutoa Yesu kwao waliendelea bado kuwatesa mitume na kuwanyima basi tuseme neno lolote juu ya Yesu
Usinitaje jina lake mtu wenu huyo. Na hawa walioleta katika ile baraza ya West Brethren kwa sehemu ya kutoa hukumu, na lengo lao kwa kuondosha kunyamazisha kabisa wasiendelee kuzungumza habari za Yesu. Ndipo Petro akawaambia, imewapasa kumtii Mungu na sio mwanadamu. Na katika kusema hayo nataka kuonyesha kwamba kumtii Mungu peke yake, na wako tayari kusikiliza Mungu na sio kuwasikiliza wanadamu hao. Ndugu zangu, sisi kama Wakristo tunaitwa na Mungu kumtangaza yeye, tunaitwa na Mungu kumtii yeye. Hivyo kuwa tayari kutangaza makuu ya Mungu anayotenda katika maisha yetu. Petro anawaambia, ninyi mlimuua na mkamtundika juu ya mti, Mungu amemfufua. Anawaambia watu kwamba Mungu amemfufua, amefanya kuwa hai tena, na wao walikuwa tayari kushuhudia. Ni katika nguvu hiyo walikuwa tayari kutangaza Kristo kwa wengine. Katika Dominika iliyopita tena Yesu mfufuka aliyewatokea na wanafunzi wake ni siku ya Jumapili, na siku ya kwanza ya juma kwa siku ya Jumapili. Wakiwa wamekusanyika pamoja, Yesu akawaambia katika kuambia, amani iwe kwenu. Tomaso akawa mmoja wa kati yao. Alipokuja akamwambia, Yesu ametutokea na tumemuona kwa macho yetu. Akawaambia, mimi siamini nisipoona yale makovu yake, majeraha yake, na kutia kidole changu, sitaamini. Zikapita tena siku 8, siku 7 nyingine, Yesu alikuwa kusanyika tena pamoja, kwa tena siku ya Jumapili. Na Tomaso alikuwa katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Akamwambia Tomaso, leta mkono wako utie katika majeraha makovu yangu, usiwasiamini bali aamini. Na akamwambia, heri wale wasioniona mimi wataamini. Tomaso alipotea mikono yake, akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Anakiri imani yake kwamba ni kweli Yesu huyu. Leo hii Yesu anawatokea wanafunzi wake, sio siku ya Jumapili, ni katikati ya wiki, na hawa sasa wamekwenda kwenye shughuli zao. Wakiwa huko, Yesu anawatokea. Anawaambia, nitupeni tena jembe lenu kwenye maji, sasa mkuchwa, sio usiku. Na wanapotupa wanapata samaki wengi, wanashangaa. Lakini hapa wakumtambua ni Yesu. Mpaka Yohana ni Yesu huyu. Ndipo alitupa mavazi yake na kujitupa kwenye maji. Baada ya kutambua kwamba ni Yesu. Ndugu zangu, tunapokuwa na Yesu tunapata mafanikio katika kazi zetu tunazofanya, kwa kuwa yuko pamoja nasi. Hivyo tunaomba daima kuungana naye katika kazi zetu, katika shughuli zetu, na katika kuendelea kutangaza yeye kwa wengine kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
kazi yake ya ubatizo. Mimi na wewe tumeitwa kuwaleta wengine kwa Kristo, wamtambue kwamba yeye ndiye anawapa uwezo na nguvu ya kuwa kile walicho. Hivyo kama wabatizo tunatumwa kumshuhudia Kristo kwa maisha yetu ya kila siku na kuwa tayari kutangaza yeye na kumuonyesha kwamba yeye ndiye anatendea haya katika maisha yetu. Ndugu zangu, ni wajibu kwa kila mbatizo kumtangaza Kristo na kuwa tayari kumpeleka kwa wengine. Na Yesu mfufuka anatupa nguvu na neema ya pekee katika maisha yetu. Anatutendea makuu kama wale wafuasi wake alivyowapa samaki wengi. Vivyo hivyo nasi katika maisha yetu anatutendea makuu kutuongezea nguvu. Tutakuwa kwamba uhai tulionao, afya tulionayo ni zawadi kutoka kwake mwenyewe. Tunamwomba basi aendelee kusimamia na kuongoza, nasi tuwe tayari daima kushuhudia yeye kwa wengine. Tumepitia matatizo mbalimbali katika maisha yetu, lakini yeye anakuwa tayari kusimamia na kutoa katika matatizo na kutambua kwamba Kristo mfufuka yuko pamoja na sisi na anaendelea daima kutuimarisha. Yesu huyu anamwambia Petro, lisha kondoo zangu. Na baada kumwambia lisha kondoo zangu, anamwambia je, wanipenda? Uko tayari kufuata? Uko tayari kunitumikia? Na hapa anamwasa mamlaka, anamfanya kuwa Baba Mtakatifu wa kwanza. Anamwambia chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Ndugu zangu, Yesu anatoa mamlaka kwa Petro, anamkabidhi kundi hilo kulitunza, kuliongoza. Na sisi kama kondoo au wafuasi wa Kristo tunaitwa kutolea maisha yetu kwa ajili ya wengine na kuwa tayari kuwa mfano kwa wengine. Tunaalikwa tuwe na upendo kwa ajili ya wengine na kuwa tayari kuwapenda kama Kristo alivyokuwa tayari kupenda sisi, na sisi kuwa tayari kuwapenda wengine na kuwa tayari kujitoa kabisa kwa ajili yao. Sisi kama Petro tumekabidhiwa kundi. Pale tulipo kuna kundi tunaloliongoza. Kundi hilo hakikisha tunaliongoza vyema na kuwa tayari kupeleka kwa Mungu. Siku ile ya mwisho kila mmoja wetu ataulizwa, mkabidhi kundi, ulichunge uliongoza. Je, kuna namna gani kwa mwaminifu wako? Kuna namna gani kwa kiongozi wako? Mungu basi Mungu akupe na neema ya kulichunga vyema ile kundi ambalo tumekabidhiwa. Katika somo la pili kitabu cha Ufunuo, mwanakondoo aliyetolewa kwa ajili yetu sisi, yeye ndiye astahili kupokea heshima na utukufu. Na viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani vinashiriki utukufu wake kwa huyo mwanakondoo wa Mungu. Hivyo tunaalikwa kama wanakondoo wa Mungu kuwa tayari kumfuata yeye, yaani Yesu. Na kama wanakondoo kuwa tayari kuongozwa na Kristo mwenyewe ambaye ndiye mchungaji wetu. Na sisi kama viumbe vyake tumefanywa huru. Yeye ndiye alitoa
utumwa wa dhambi. Na kama watu huru, tuwe tayari kuonyesha kwamba kweli si tu watu huru na kuwa tayari kushuhudia Kristo kwa maisha yetu ya kila siku. Tuombe neema hiyo ya Mungu na kuwa tayari kutangaza yeye. Mungu atujalie nguvu na neema ya kuwa tayari kujitoa kabisa kwake na kuwa tayari kutangaza Kristo kufufuka kwa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, ndugu zangu wapendwa, ingawa wafuasi walisharudia kazi yao ya kawaida ya uvuvi, waligundua kwamba wanafuka hizo pamoja nao. Uvuvi wa samaki ni mfano wa uchungaji ambao mitume watakabidhiwa na Yesu kufuka. Tuombe. Bwana Yesu, uliwaambia Petro na wenzake watupe jaribu ili kujua samaki. Tusaidie katika shughuli zetu za uchungaji ili kuwaongoza wenzetu kwako. Bwana. Wafuasi walifanya kazi ngumu katika ziwa, lakini walifanikiwa kuvuta samaki mpaka pwani kwa usalama. Bariki kazi zetu zitoe matunda ya uzima milele. Bwana. Tunawajibika kukazana ili kufika kwako unapongojea. Tusaidie kushika njia ya kuongoza kwa usalama kwa damu yako ya Bwana. Ulimchagua Petro kuwa kiongozi wa waumini wako na kumhakikishia uaminifu wake. Uwaimarishe askofu wetu Yuda Tadeus Ruwa'ichi katika kazi yake ya uchungaji. Bwana. Kila mmoja wetu aweze maombi yake binafsi.
Ee Bwana, Ee Mungu Baba, uyasikilize maombi yetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
Basi Bwana tusikie kwa unyenyekevu. Vipaji hivi ambavyo tutakase, tupende kukaribisha kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya Yesu Kristo alipoamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana ya siku ya kutolewa alitoa mkate, alishukuru, alibariki na akaumega, akawapa wafuasi wake wakisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, alitoa kikombe tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki kikombe cha damu yangu, damu ya mtipia na damu yenu, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwana wako pamoja na kufuata maajabu na mpaka mbinguni unapozaliwa kwa pili, tunakuja kwa shukrani sadaka iliyo hai. Tunakuomba uyaangalie mambo ya kanisa lako kwa kutambua ya kafara ambayo katukuza kwa sadaka ya kifo chako. Yesu kwa Mungu kwa damu ya mwanao na mjengo wa wake mtakatifu walikuwa mwili mmoja na roho moja katika kanisa. Yeye alifanya sisi kuwa kusanyiko la milele ili tupate urithi pamoja na watume wako kwanza kabisa katika mageuzi yenyewe kwa Mungu na mbele yote tunakuingia na mitume wako wenyewe na mashahidi wako pamoja na katika matukio na watakatifu wote ambao tunasema sana mwezi yao mbele zako. Tunakuomba huyo aliyekuwa na mwisho wetu alitamani kwa duniani kote. Upende kuimarisha kile kwa mapendo kanisa lako na safari kwa duniani pamoja na mtumishi wako askofu wetu mtukufu Yesu Kristo, askofu msaidizi wa Mungu pamoja na maaskofu wote wapewa wote na watu wote wanaofanya kwa taifa. Usikilize kwa wema sana tunapoita mbele yako pema kwa huruma yako kwa kusanya wako wana wote 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 duniani wapokee kwa wema katika ufalme wako na kuzetu na wote walio dunia wanapendeza nasi tunaendelea kwa ufalme huu ili pamoja tumishe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu ambaye kwa njia ya ulimwengu mlema kwa njia ya pamoja na wewe unaweza kuja kwa unaotasha kila huku milele na milele. Kwa kuitia agizo la Mwokozi wetu na kujifuata kwa kumshukuru Mungu
Yesu akawaambia wanafunzi wake,
tunapenda kuwashukuru kwaya walioongoza ukali katika wengine wafahamu viongozi wake wanatambulisha ukali. Karibu sana ya kwetu. Mungu sana mwaka wa mshukuru. Tunawashukuru sana kwa kusali pamoja nasi Jumapili ya leo. Tunawakaribisha na kwa kusema kuanzisha kwaya leo